Wizara ya Habari ndio yenye jukumu la kuhakikisha ujumbe umewafikia wananchi kifasaha. Lakini sisi tungetamani sana tuone ya kwamba kuna mrejesho kwa wananchi ya kwamba alichokiahidi Daktari Samia juu ya ajira 12,000 kimeenda kutekelezwa ndani ya zile siku 100. Na nakumbuka siku ile waziri wetu wa utumishi alitoa ahadi ya kwamba usaili utafanyika kwenye kila mkoa. Maana sisi tutaomba tu kwenye kila mkoa maafisa habari walioko kule wawe injini ya kuhakikisha kwamba usaili huo basi wananchi wanaujua, wanaelewa, sababu kazi ya serikali ni tofauti na kazi ya kanisa au msikiti. Ukitoa mkono mmoja, mfuko mwingine unatakiwa ufanye nini? Lakini huku ni all about promises. Kwa sababu ukipromise kitu, ukifulfill basi watu waone utekelezaji wako. Lakini kingine ni kuwaomba tu tuendelee kumpa kila wazo lililo jema katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu, ili na wao waweze kuwa think tank ya naibu waziri, manaibu waziri na waziri wetu. Tusifungwe kwenye cheo kwamba mimi ni mkurugenzi wa michezo, au mimi ni mkurugenzi wa habari, au mimi ni wa utamaduni. Bado haiondoi uhalali wa wewe kutokufikiri nje ya boksi. Kwa hiyo ningetamani management yetu hii chini ya katibu mkuu wetu iendelee kwa think tank inayokata cross all sector ambazo ziko ndani ya wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Itakuwa na afya sana kwa sababu kila mwenye wazo akilisema linaongeza thamani, linaboresha, na mwisho siku huduma inakuwa ni njema kwa watu. Kwa hiyo ndaomba, najua ndugu yetu katibu mkuu wetu pamoja na kaka yetu hapa ni watu ambao wako friendly kabisa, na ndio maana hata mnaona transformation nyingi ambazo wanazifanya ziko based kwenye kuongeza morali na motisha katika utumishi. Basi sisi tuwape heshima ya kuwapa mawazo mapya. Yani kuna wakati mwingine sio dhambi kuwaza kama katibu mkuu. Unajua kuna wakati mwingine watu wanakuwa mimi sasa hapa nikisema hivi ataona kama nawaza cheo chake. Wewe ndio msaidizi. In fact nasemaga hivi, msaidizi anatakiwa kuwa na akili nyingi kuliko bosi. Kwa sababu yeye ndio ana rectify, yani yeye ndio anaweza kuona mapungufu, anaweza kumshauri. Hata ukiona msaidizi anazidiwa na bosi, kila kitu anaelekeza, unajua kuna tatizo hapo. Sasa wewe lazima uwe na uwezo wa kuwaza na kumpa maono, na unarahisisha kazi kwa sababu katibu mkuu ataona wao nina timu ambayo iko well equipped, inaweza kanipa information sahihi muda wote na mimi nikafanya maamuzi. Sababu na hilo tujisikie wivu mkubwa kuona wenzetu wanafanya vizuri afu sisi hatuonekane kwenye wazuri. Yani ikifikia kipindi unasikia katibu mkuu ameenda pale, Mheshimiwa Chief Secretary ametoa mfano wa kupongeza katibu mkuu wa wizara nyingine, ukipata zile taarifa zikuume. Kwa nini sio wa kwetu? Ukimwona Mheshimiwa Rais anafanya mkutano, anatolea mfano bora wa wizara fulani, kwa nini sio wizara yetu? Hii inasaidia sana kuwa na mawazo chanya yanayowezesha kuongeza tija kwenye tasnia au sekta ambazo tunazisimamia.